Dhambi imefika mahali haitesi tu wa Tanzania, dhambi inatesa watu wa dunia nzima. Dhambi imekuwa mzigo mzito. Vijana wengi wamejiunga kwenye ujambazi, si kwa kupenda, ni kwa sababu ya nguvu ya dhambi. Watu wengi wamekwenda kuchukua majini ya chuma ulete kwa ajili ya biashara zao, sio kwa sababu ya kupenda, ni kwa sababu ya nguvu ya dhambi. Na bahati mbaya dini wanaso. Nakumbuka siku moja imekuwa mtaa kwa mtaa inachukua mchango wa ujenzi wa nyumba ya Mungu. Nikafika mahali nikakutana na baba mmoja, akaniambia, leo umekuja kwenye mitaa yangu, naomba ondoka hapa haraka sana, kwa sababu wewe wako unatuhubiria kwamba ipo siku moja tutaangamizwa, na hivyo uondoke kwenye eneo langu, maana mimi ni mzee wa kanisa langu, lakini mimi pia haya ndio maeneo yangu. Yani ana dhambi, tunamshauri aache dhambi, analeta kiburi na jeuri. Nataka nikwambie leo, unaambiwa ukweli, unaleta kiburi na jeuri. Mahali pa kutengeneza na Mungu aliyekuumba ni hapa duniani. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, hautatengeneza na Mungu ukifa. Ukifa umefunga ripoti, ukifa umemaliza mahesabu hapa duniani. Ndio maana ukisoma kitabu kile cha Waebrania 9 ule mstari wa 27 kinasema, na kama vile mwanadamu alivyowekewa kufa mara moja, baada ya kifo ni hukumu. Dhambi leo unaitenda unategemea labda utasamehewa ukifa. Dhambi leo unaitenda unategemea labda kwa ajili ya sadaka na tuswadaka unatotoa tutasamehewa. Hakuna msamaha wa dhambi baada ya kufa. Msamaha wa dhambi leo unapatikana kwa tiketi moja tu ya kumpokea Yesu na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Hakuna njia mbadala. Hakuna. Dhambi ni ugonjwa mbaya. Dhambi ni mgonjwa mbaya. Kama leo tungekuwa na vipimo tukawapima watu, baada ya watu 2, 3 ama 10, watu wengi, asilimia kubwa, wanateswa na nguvu ya dhambi. Wanateswa na dhambi. Na dhambi ina matokeo mabaya, rafiki yangu, dada yangu, wewe, ina matokeo mabaya hiyo dhambi. Kama la sivyo utaondoka duniani kabla ya wakati. Utakufa kabla ya wakati. Maana leo unalinga unasema simtaki Yesu, endelea kufanya dhambi, utachomoka duniani kabla wakati. Na bahati mbaya viongozi wengine wa dini ni wajanja na ni matapeli, wamekwambia wazi ya kwamba hata ukifa sisi tutakuombea, tutapeleka mahali pema peponi. Rafiki yangu, peponi tunaenda sasa, tunajiandaa sasa, kama vile ambavyo sasa tunafanya maandalizi ya kujenga nyumba zetu. Sasa hata mpendwa mtu wa Mungu, siku ile hatutatengenezewa maisha yetu baada ya kuondoka hapa duniani. Kutengeneza na Mungu ni sasa. Ukiondoka duniani umemaliza ripoti, umefunga mahesabu. Hakuna matengenezo baada ya kufa. Na hii haijalishi wewe ni nani, haijalishi umesoma mpaka wapi, haijalishi una mali gani duniani. Maana watu wengine wanajilingisha eti kwa sababu wana pesa, kwa sababu una gari nzuri ndio unalinga, kwa sababu una nyumba nzuri ya ghorofa unalinga, utaki kuokoka, kwa sababu una kabiashara kazuri kanako kuingizia pesa unalinga. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, mbele za Mungu utaripoti kwenda kutoa hesabu ya matendo yako. Haijalishi eti ya kwamba duniani ulikuwa una thamani ya shilingi ngapi benki. Leo ushauri wa bure, tengeneza na Mungu kabla hujaondoka. Patana na Mungu kabla hujaondoka. Patana na Yesu kabla hujaondoka. Yesu alikutana na mtu ambaye alikuwa ni mgonjwa wa afya, alikuwa mwili wake umepoza. Kikawaida ilikuwa kwamba Yesu amponye kwanza mwili, maana ndio uliopoza. Lakini Yesu akamwambia, akagundua ya kwamba shida sio kwamba ni mwili ulio wa nje uliopoza, bali shida ilikuwa ni dhambi. Akamtangazia yule mtu wa ugonjwa wa kupoza ya kwamba umesamehewa dhambi zako. Nimekwambia dhambi ina matokeo mabaya. Dhambi inaweza kukufanya ukaugua magonjwa ya ajabu. Dhambi inaweza kukufanya ukaugua mpaka vidonda vya tumbo. Dhambi inaweza kukufanya ukaugua mpaka ugonjwa wa pressure. Na bahati mbaya nyingine, dhambi pia inaweza kukufanya mpaka ukaugua ugonjwa wa kurogwa na wachawi. Ashangaza mhubiri, kwa nao ni ugonjwa? Ni ugonjwa.
Hasa kama na wenyewe tunakunyima amani, kwani sio ugonjwa? Mbona unateseka? Mbona jioni kama ikifika unawaza utalalaje jioni? Mbona jioni ikifika unawaza ile mizimu yangu sijui leo utanisaidia mara? Dhambi ni ugonjwa mbaya, unawatesa wanadamu, lakini tiba yake nimekwambia, tumekuletea Yesu. Yesu ndiye ambaye ana mamlaka ya kusamehe dhambi ulionayo. Inawezekana umekabiliana na dhambi miaka mingi, umefanya dhambi miaka mingi, lakini hujawahi kupata suluhisho la dhambi. Umekwenda ukasali, ukapewa na msalaba, ukavaa na shingoni, ukapewa na ilisi kwa ganga wa kienyeji, ukavaa na viunoni, ukachanja na chale, lakini bahati mbaya hujaweza kuikabili dhambi. Huwezi kuikabili dhambi, hujajua namna ya kukabili dhambi na kutesa. Leo mtu wa Mungu, tumekuletea Yesu ya kwamba ana mamlaka kusamehe dhambi yako. Yesu ana mamlaka ya kusamehe dhambi. Yesu ana mamlaka ya kusamehe dhambi. Warumi 6:23. Warumi 6:23 inaeleza waziwazi ya kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6:23 inaeleza waziwazi ya kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Wakati mshahara wa kazi unayofanya ni hela, wakati mshahara wa kazi unayohangaika nayo ni hela, lakini mshahara wa dhambi ni mauti. Mauti ikiwa na tafsiri kwamba ni kutengana na Mungu, ni kutengana na Mungu. Na dhambi ilipoingia ulimwenguni, iliwafanya watu wakosane na Mungu, iliwafanya watu watengane na Mungu. Adamu alipofanya dhambi, ilibidi Adamu akimbie uwepo wa Mungu, akimbie uso wa Mungu, akaenda kujificha. Akaenda kujificha. Watu wengi leo hii tumefanya dhambi, tumejificha. Hatuko kwanza mikononi mwa Mungu. Tumejificha kwenye ulevi, tumejificha kwenye uchawi, tumejificha kwenye ujambazi, tumejificha. Hatuko mikononi mwa Mungu aliyekuumba. Habari njema ni hii ya kwamba yuko Yesu ambaye katika Mathayo ile sura ya 11 na ule mstari wa 28 Yesu akatangaza akasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu rafiki yangu, nakutangazia hata sasa, nakupenda hata sasa, nakutaka. Anasema twende kwake, maana mzigo wa dhambi ambao unatutesa pumziko lake ni Yesu Kristo. Pumziko la dhambi ulionayo ni kumbeba Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu anatangaza hata sasa ya kwamba mtu wa Mungu, twende kwa Yesu, maana Yesu ndiye pumziko. Pumziko la kweli inapatikana kwa Yesu. Pumziko la kweli halipatikani kwenye maji ya baraka wala maji ya upako. Pumziko la kweli, bebe Bwana Yesu na kuwa Bwana na Mwokozi kwa maisha yako. Amina. Nimeshamaliza kazi, nimeshakueleza namna gani utapata pumziko. Nimekwambia njoo kwa Yesu. Saa hii na wakati huu inawezekana